dogo wewe. Mambo. Marhaba, mayai ngapi? 500 moja. 500 moja. Angalia meko nitaka mayai rafiki yangu kimi. Angalia, sina hela mwanangu, naomba yai moja. Kule. Asante sana. Hii ya mayai unauza wewe? Ni ya kwako? Ya kwako? Ni ya kwako mayai? Bila usondoke. Ngoja nigae ili hapa mwanangu, acha nimzadie. Sasa shika hii hapa. Sawa, mimi hiyo nimekugaia tu mdogo wangu, usikie? Kwa vile umeingia yai bure, mimi nimekugaia hela hapo shilingi ngapi hiyo? Utakunywa chai utanini? Nige chumvi kidogo, nige chumvi kidogo. Chumvi nige kidogo. Nige hapa kwenye mfuko. Nige hapa kidogo. Ibana ni moja kati ya video ambayo ina trendi katika mitandao ya kijamii. Sasa video hii imeweza kumfikia Mario, na baada ya muda mfupi ametoa wito kabisa kwamba kwa yoyote yule ambaye anamfahamu basi afanye namna aweze fika katika DM yake. Sasa video hii ilivyokuwa imeanza mpaka kwa hivi sasa ilipofika katika siku hii ya leo na kumdondokea Mario ndani ya lisali moja. Video hii inaonyesha hisia za kweli, lakini pia video hii inaonyesha namna ambavyo watoto wanalelewa katika misingi ambayo ni sahihi, lakini pia moyo wa kutoa pia ni baadhi ya watu wachache sana ambao wanao. Kijana huyu hapo alifanya wema na akaweza basi kumpatia aliyekuwa anamuomba yai, akamwambia kabisa bana, mimi sina hela kweli, naomba unisaidie angalau yai moja. Mtoto huyu akampatia huyo dereva yai hilo, na mwisho wa siku basi yule dereva akamwambia chukua shilingi 2000, mimi nilikuwa ninakutania. Ukweli ni kwamba dereva huyu alitaka kujua je, kijana huyu atampatia hilo yai au atompa. Lakini mwisho wa siku kijana huyu mdogo aliweza kushinda mtihani wa dereva huyu, na alivyoshinda basi alipata faida ya shilingi 1500, kwa maana moja ilikuwa shilingi 500. Sasa baada ya muda mfupi video hii kuweza kusambaa katika masaa kadhaa kuanzia asubuhi mpaka jioni hii, sasa imeweza kumfikia Mario. Mario ameandika katika ukurasa wake wa Instagram kwamba hii hata kama ukiwa hujatokea kwenye mazingira kama haya, lakini inaweza kukugusa na namna huyo dogo alivyokuwa na moyo mzuri, heshima na unyenyekevu. Hii video ni nzuri, lakini imenifanya niangushe chozi. Huyu bwana mdogo namtafuta, anemjua, anitumie DM tafadhali. Yani kuna namna, kama kuna mtu yote ambaye anamfahamu kijana huyu, basi angalau Mario ameona kwamba ni vema zaidi angalau akafanya jambo lolote kuhusiana na kijana huyu. Idris Muhammad anasema tumchangie basi, maana comment ni nyingi. Hii video ni baraka kutoka kwa Mungu juu ya mtoto wetu. Yuni Empire tu anasema Idris Muhammad afungue hata kiduka kidogo tu jamani, akae hapo asizunguke. Yani angalau kaduka kadogo, angalau basi asifanye mishemishe za kutembea tembea. Baada ya hapo anaitwa Mekina Naftali anasema kwamba dogo ana roho ya upendo, huruma na msaada. Mungu ambariki huyo dogo. Johnny Faro anasema amen. Nomis TZ anasema kwamba Mario dogo ni unknown, hata akaunti wala ana akaunti wala nini. Wewe kama unamtafuta nenda mahali hapo, itisha wauzaji wa mayai wote, utawaona tu anakuja. English Master, hapo ni wapi rafiki? Naomba nielekeze. Kwa hiyo Nomis TZ anataka English Master pia anatamani angalau aelekeze hilo eneo. Angemuuliza demu usingemtoa ushauri, na angemuulizia demu usingetoa ushauri wa kindezi kama huo. Kama unamjua sema umjui, kama umjui kausha. Namna ambavyo basi ameamua kuonyesha kitu ambacho ni kinampendeza, kutokuonyesha zile jitihada za kuonyesha kwamba unatoa comment za kipumbavu katika wakati ambao ni serious. Uncle Zara anasema kwamba imenihuzunisha sana alivyouliza bure. Yani inaonyesha ana uhitaji wa hela, ila wema una nguvu kwake kuliko pesa.
Yani kabisa hapo ni jambo ambalo kweli ukijaribu kuangalia video hii ndio utaweza kupata majibu sahihi kwamba mtoto alikuwa anaiwaza kabisa. Kwanza alipomuuliza bure akaanza kuifikiria bure, baada ya hapo ndo akatoa layai. Kwa hiyo kuna uhitaji mkubwa sana wa pesa kuliko roho yake ndio ikaza basi kumfanya kijana huyu basi aweze kufanya maamuzi angalau basi ya kutoa ya hilo ambalo kwa namna moja au nyingine inaonyesha kabisa mayai alisema kwamba ni ya kwake. Inawezekana kwamba ananunua somewhere na mwisho wa siku faida anayoipata basi inakuwa ya kwake, lakini pia wema wake ndio uliomfanya basi angalau ampe kijana huyo yai. Na mwisho wa siku ukweli ni kwamba kitendo alichokifanya ni kitendo ambacho hata watu wazima ni ngumu sana kukifanya. Unaweza ukawa na kila kitu lakini upendo ukishakosekana basi hakuna jambo lolote ambalo utalifurahia. Kwa kijana huyu hapa hivi video hii imekuja kama baraka kwake. Alifanya kwa wema, lakini angalia sasa hivi watu wanamtafuta kama vile hela. Lakini baada ya hapo kuna mtu anaitwa Hardwork and Hope Girl asema Uncle Zala akashika na yai na kumpa, ila hapo atakuwa aliongea na Mungu kidogo, ili yai nampa ila ndo faida yangu, ila Mungu bariki nipate zaidi. Then akampa na chumvi akampa tena. Ona sasa Mungu huenda akambariki kupitia Mario. Lakini baada ya hapo kuna mwamba tena mwingine tu Albadil Mswazi anasema kwamba anko ungekuwa wewe sasa hapo ungeombwa yai. Jackie 80 comedian huyu anasema kwamba atakayempata amsogeze kwangu. Yani kuna kila mtu anajaribu kumgombania kijana, atakayempata yote yule angalau amsogeze kwake. Huyu anaitwa Vini Boy anasema safi mshua, mbona wako wengi mtaani mpaka aliyepostiwa na Mario, saidia wengine. Kwa hiyo ndo mimi hapa. Lakini pia watu walichopendezwa zaidi ni namna ambavyo ametenda wema, sio namna ambavyo wapo wengi mtaani. Wema ndio uliwafanya watu wengi wazidi kumvutia. Kwa hiyo tunaona namna gani ambavyo utakavyoishi na watu vizuri ndivyo watu pia watakavyo kutreat. Kwa hiyo kuna namna kabisa kama vile watu wanakupima kulingana na wewe pia unachokifanya. Lakini pia mpaka usogezwe mbele za watu waanze kukuongelea, ndipo watu wengine wanaweza kukupokea. Kwa hiyo pasipo kuwepo kuna mtu ambaye atasema kwamba wewe ni mtu mwema, basi ni changamoto kubwa sana wewe kukubalika au wewe kupata angalau kipaumbele. Sometimes si watu wema wapo wengi, lakini wanakuwa disappointed kwa baadhi ya mambo ambayo wanafanywa na watu fulani. Zailisa anasema na Mungu amfungulie huyu mtoto akawe na maisha mazuri mpaka ashangae inshallah. Na Nadozi anasema ukimpata share na mimi pia jamani. Kwa kila mtu anajaribu kuangalia nini ambacho ataweza kukifanya, nini ambacho ataweza kukikamilisha. Jay Johnson anasema I say da imenigusa sana, Mungu amfanyie wepesi, watu wema bado wapo. Kendi Kigalisa, kuna mtu kanifuata kwenye ukurasa wangu anadai anamfahamu, so kaniambia nisubiri kidogo anipe mawasiliano ya wazazi wake. Amemtagi pia Mario pale. Baada ya hapo watu wanasema na wewe ndio ulikuwa mtu wa kwanza kumposti, nimeona kwako ubarikiwe. Ameandika so ubarikiwe na wala subarikiwe, sorry, ubarikiwe kwa hili. Ni mdogo wangu kesho namleta. Ujasiri Venanti anasema ni mdogo wangu kesho namleta. Ujasiri Venanti video zake sio nzuri. Ameposti video za kushtua kidogo hizo. Samahani jamani. Sasa nafikiri kabisa kwamba kwa moyo ambao moyo aliokuwa anasema, moyoni alikuwa anasema nitaenda kupigwa na mama ila ngoja nimpe. Na mwisho wa siku anaitwa Lin Reid 1. Moja kati ya comedian, sema sana comedian au ni content creators. Maana sasa hivi kuna comedian na content creator, kuna tofauti kidogo. Lakini mambo yote haya hapa hivi ameweza kuyazua Mario baada ya kuposti video hii. Lakini pia Uswazi Food anasema ya Rabbi tujalie afya njema na riziki, tulee watoto wetu, dunia ina mtihani yote kutafuta riziki. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Hii ni Harmonize News, bye bye for now.